Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameitaka Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kuzingatia mambo 10 ya msingi, huku akisisitiza nidhamu, haki, weledi na uadilifu katika kutekeleza majukumu na wajibu wa wizara wa kulinda raia na mali zao. Katambi ametoa maagizo hayo wakati akifungua kikao kazi cha Baraza Kuu la Wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hii leo jijini Dodoma, ambapo kimehudhuriwa na Katibu Mkuu Wizara hiyo Alice Ngagugu, wakuu wa idara wa vitengo wa wizara, Kamishna Jenerali wa Magereza CGP Jeremia Katungu, Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji CGF John Masunga, Kamishna wa Fedha na Logistics wa Jeshi la Polisi CP Liberatus Sabas, pamoja na Kamishna wa Jeshi la Polisi Zanzibar CP Kombo Hamisi Kombo, wawakilishi wa idara ya uhamiaji, mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA na wawakilishi wa watumishi wa wizara mbalimbali. Nikiripoti kutokea Dodoma, Emmanuel Paul, ripoti za Skell Television. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Naomba tuzingatie yafuatayo. 1. Kusimamia na kuhakikisha mipango mikakati, dira, dhima na majukumu ya wizara yanatekelezwa kwa ufanisi ili kufikia malengo ya serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Namba 2, kuzingatia miongozo mbalimbali ya kisera ya kitaifa na kikanda na kimataifa. 3, kuhakikisha watumishi wote wanaostahili kupandishwa vyeo kwa wakati wapandishwe. Kulipa madai ya wastaafu, uhamisho, likizo, stahiki, madeni na madai mbalimbali ya watumishi kwa wakati. 5, kuhakikisha watumishi wa wizara wanatekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria, haki, maadili, taratibu bila kutumia mamlaka yao vibaya, ili kuhakikisha kwamba dhana ya uwajibikaji na utawala bora inaendelea kuzingatiwa na kuleta tabasamu ambalo Mheshimiwa Rais wa nchi Dr. Samia Suluhu Hassan amekusudia. 6, ufanisi na utendaji utakaosaidia uwajibikaji na nidhamu kazini, utekelezaji kwa wakati na tathmini. Hii itapima malengo na kufuatilia kile ambacho tunakifanya. 7, maslahi na haki za watumishi lazima zizingatiwe na wafanyakazi kwa wakati wote. Hakuna masuala ya kufanya kazi kwa kuviziana wala kwa kujuana wala kwa kutegana. Tufanye kazi kwa mujibu wa sheria na kwa mahusiano yaliyo mema yenye faida na tija kwa taifa. Maslahi hapo ndo katika kuangalia maslahi, masuala ya maslahi ya posho, mazingira, bima, motisha na usawa na haki na fursa ziwe wote sawa. Jambo la 8 ni mafunzo, kwa maana ya human resources development. Wale wanaostahili kupewa mafunzo, iwe ni programu fupi, iwe ni warsha, ujuzi au weledi, kama jinsi ambavyo mnafanya leo, Katibu Mkuu, lizingatiwe kwa sababu linaongeza ufanisi na utendaji na kurahisisha majukumu. La 9, usalama na maadili ya kazi yazingatiwe sana katika wakati wote. Usalama na maadili ya kazi yazingatiwe sana. La 10, mawasiliano ya ndani ya taasisi. Lazima tuwe na mahusiano mazuri na mawasiliano. Sio ofisi ya kwanza iko pale tu ofisi ya 3, lakini mpaka umwandikie barua, dokezo, email. Kama inawezekana, nyanyuka, nenda ongea naye. Alafu mnarahisisha jambo, mkija kuweka kwenye maandishi mnalirasimisha ili huduma iende haraka. Sasa mtu yuko ofisi ya 3 tu hapo, nimekuandikia email, hujaiona. Kuna namna ambayo ni lazima misingi yake ya mawasiliano